أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu ndugu mtazamaji katika kipindi chetu. Leo tutapata fursa kuzungumza na baadhi ya viongozi wa madrasa Al-Hikma huko Chibitoki. Tutakuwa pamoja na kiongozi pamoja na walimu pamoja pia na vile na wanafunzi kuwauliza baadhi ya masuala ambayo yanahusiana na madrasa hii Al-Hikma. Karibu sana. Kile ambacho mnachokisubiri ndicho hicho ambacho tunakwenda kufanya kwa sasa. Tunaingia katika madrasa Al-Hikma. Njoo kuwa pamoja nami tuingie huku ndani. Mbele yangu hapa ninamuona hapa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Vipi hali yako? Alhamdulillah, namshukuru Allah. Unaweza kujitambulisha? Mimi Nakimana Rajab, kiongozi wa Markaz Al-Hikma nchini Burundi. Tunashukuru sana kukufahamu. Unajisikiaje sisi timu yetu kukutembelea? Kwa kweli tunajisikia furaha sana, karibuni sana. Madrasa Al-Hikma ilianzishwa lini? Madrasa Al-Hikma imeanzishwa mwaka wa 2013. Mwaka 2013. Ni mafunzo gani ambayo mnayatoa hapa? Tunatoa ni mafunzo ya dini, visomo mbalimbali, fiqh, tauhidi, sira, hadithi za Mtume, pia na tahfidhul Qur'an al-Karim. Ni watoto umri gani ambao mnapokea? Umri miaka 4 kupanda na zaidi. Changamoto zipi ambazo mnazokutana nazo katika kufundisha hapa watoto? Kwa kweli changamoto zipo, hususan nakutana ni wazazi. Kwa kweli wazazi ni wa jamii yetu, kwa kweli hawafuatilii wanafunzi. Pia nakutana na mambo ya kiuchumi na kuwa ni shida, labda kunako kupokeza ni walimu na harakati mbalimbali. Mnafanyaje kuhakikisha watoto wanapata mafundisho yanafika vizuri au na malezi bora kwa wanafunzi? Kwa kweli sisi ni Markaz Al-Hikma tunasomesha ni kila siku isipokuwa siku ya Ijumaa, maana tuko ni na watoto kila siku. Kwa wale ambao ni wana muda ni asubuhi saa 2 hadi saa 5:30 wanasoma. Kwa wale ambao ni wana muda baada ya adhuhuri saa 8 mpaka saa 11 pia wanasoma, na usiku pia tunasomesha. Wazazi wana nafasi gani katika kuhakikisha wanatoa mchango wa kuhakikisha wanafunzi wanapata malezi bora? Kwa kweli mchango ni wazazi ni mkubwa sana, kwa sababu wao ndio ni wamewazaa, wanaishi nao. Ikiwa kwa kweli hawatofuatilia watoto na kutana ni maendeleo na kuwa madogo, lazima ni wazazi wafuatilie watoto, wafike kwa masomo, waulize. Mtoto anaweza ni akadanganya kama amekuja ni masomo, kumbe ni hakuja, amepiga ni korosi. Lazima mzazi afuatilie, lazima ni mzazi wasiliane na uongozi, wasiliane na walimu. Je, mna shughuli zingine nje ya madrasa za kijamii kuhakikisha au shughuli zingine za kijamii au za dawa nje ya madrasa Al-Hikma? Ndio, shughuli zipo, kwa sababu kwanza mimi ni mwanaharakati tangu zamani. Kwa kweli huwa tunapanda ni milimani kueneza dini yetu ya Uislamu. Alhamdulillah rabbil alamin. Ni sifa gani za walimu ambazo mnazozingatia kwa kusomesha hapa? Kwa kweli sifa ni kwanza mwalimu awe ni ana adabu, pia awe mwalimu mwenye anajituma. Kwa kweli Al-Hikma inasifika kuwa na walimu wazuri, walimu ambao ni wanapenda kazi, walimu ambao kwa kweli wanajitambua, walimu ambao kwa kweli sio wavivu. Hasa kwanza hicho kinakuja mbele. Pia ni mwalimu ambaye kwa kweli tunaona huyu kwa kweli ana uwezo wa kusomesha sawa na kazi yake. Kama ni kuhifadhisha ni Qur'ani, lazima awe hafidhul Qur'an. Kama ni mwalimu ambaye atasomesha ni visomo pia, kwanza tunamwomba ni shahada, alafu ni labda anaweza kuwa ni hana shahada lakini ana experience. Je, mna mpango wa kupanua madrasa hii au kuongeza huduma nyingine zaidi hapa? Yes, mpango ni upo kwa kweli. Mpango upo kwa sababu tunayo ni mpango mkubwa sana wa kutia interna katika masomo yetu, pia na kutia mafunzo mbalimbali ya kujifunza kushona na kazi zingine ambazo za kiufundi. Ungependa kutoa ushauri gani kwa wazazi kwa ajili ya kuwapeleka watoto wao madrasa kusoma? Kwa kweli ni wazazi watambue kwamba hii dini ni amana, hii dini
ya amana. Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba ili tumwabudu. Kwanza, kitu cha kwanza, fa'alamu annahu la ilaha illa Allah, ni kufunza mtoto tarbia, kumpa ni malezi ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio jambo la kwanza, tufuatilie watoto wetu, kwa sababu bila shaka hii ni amana kubwa sana. Maisha ni mafupi. Wazazi kwa ujumla na jamii yote kwa ujumla, ndio namaanisha hao wanawezaje kushirikiana na Madrasa Al-Hikma kuendeza harakati ya masomo ya Kiislamu? Naam, kwanza ni kufika ni masomo, tuulize yale ambayo tunayohitaji, tuwaonyeshe nini hatua ambayo tumepiga, alafu tuwaonyeshe ni udhaifu wetu. Bila shaka ni madhaifu hayawezi ni yakakosa, kwa sababu hakuna mtu ambaye anajitosheleza. Naam, unaombiaje watu wa Kiislamu, watu wote Waislamu ulimwenguni, kwa ushauri gani unawapa, au ni kitu gani unaweza kulalamika kwa Waislamu duniani? Kwa kweli Waislamu ni kama wanatupilia. Kwanza ni kutazama Al-Hikma iko hapa ni Bujumbura, hapa ipo ambapo tuna wanafunzi 505, pia mkoani Muyinga ambapo tuna wanafunzi zaidi ya 1000 na wanafunzi 9. Manake watufuati, tusogelee, kwa sababu hii ni jukumu ambalo Mwalimu Rajabu kama mimi kiongozi wa masomo siwezi mimi peke yangu. Kwa kweli Waislamu wao tu ni wanajua, labda akitoa ni mfuko ni wa cement msikitini amemaliza. Hapana, msikitini lazima kwanza nini, kwanza tuwale waimamu wanaliwa wapi madrasa. Wengine wanatumilia kujenga nini misikiti, lakini madrasa hawapo kabisa. Yani ni kila ambaye ni atanisikia watufuate, tuulize, sababu nini hii madrasa ni nchini Burundi. Kwa kweli kitazama hata kwenye misabakati ni ya Qur'ani, kwa kweli iko ni nafasi ya kwanza kabisa mbele, misabaka ya Qur'ani, misabaka ni ya hadithi. Kwa kweli kumbe ni tusogelee, watuulize pale ambapo nini hii tuna madhaifu, tusaidizane inshallah. Tunashukuru sana. Nilipenda kujua swali la mwisho. Madrasa hii Al-Hikma tangu ulianza mwaka 2013 mpaka mwaka 2026 mmeshatoa mahafidhi wangapi? Tunayo mahafidhi 52. Pia ni mwezi ni wa 8 tutafanya nini hii sherehe ya wanafunzi 15 tutaenda ni mkoani Muyinga, Bujumbura na Muyinga, ndio tutafanya ni sherehe ya wanafunzi ambao wamehifadhi Qur'an. Maana yake nini, mpaka hivi tuna wanafunzi 52. Kwa miaka mingapi mlisomesha? Tangu mwaka wa 2013 hadi sasa. Miaka mingapi imeshapita katikati? Maana yake nini, miaka takriban 13. Wanafunzi mahafidhi 50 na kitu mmeshatoa. Allahu akbar. Allah kubariki Sheikh. Allahumma amin. Juhudi kubwa mnazozifanya. Alhamdulillah bil alamin. Allah kuhifadhi ndugu yangu. Allahumma. Huyu ni kiongozi wa Madrasa Al-Hikma Chibitoki, barabara ya 3. Ni mwanaharakati vile vile wa jamii ya Kiislamu. Ni mtu ambaye anayejituma katika kuhudumia Uislamu na jamii yote kwa ujumla. Kweli Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri. Huyu alikuwa ni Mwalimu Rajabu ambaye ni kiongozi wa Madrasa Al-Hikma. Tunaingia ndani kuhakikisha kile ambacho nilichowaambia. Kwa hivyo ndugu mtazamaji, karibu. Kile ambacho mnachokisubiri ndio hicho tunachokwenda kukifanya kwa sasa inshallah. Karibu ndani, njoo karibu ndani, tunaingia ndani inshallah, tusikie tupate taarifa za hapa Al-Madrasa Al-Hikma. Hili ni somo ambalo tunalolianzia kuingia ndani yake huko ndani. Sijui nionyeshe mwanafunzi hapo, mwalimu niitie mwanafunzi hapa inshallah. Kuna mwanafunzi sogea hapa hivi. Assalamu alaykum warahmatullahi. Sogea hapa, ukopa. Sogea hapo, tazame wakuona watazamaji. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali naomba ujitambulishe. Kwa majina naitwa Aisha Abdul, naishi Kinama, na madrasa ambayo ninasoma inaitwa Madrasatul Markaz Al-Hikma. Umeanza kusoma katika madrasa hii lini? Kuanzia mwaka 2016. Kipi kilichokufanya wewe uje kusoma katika madrasa hii? Cha kwanza kilichonifanya nije kusoma kwenye madrasa hii, nimeona ni madrasa ambayo inapaswa kuigwa kwa kweli, alhamdulillah. Na walimu wazuri, viongozi wazuri. Unasoma visomo gani hapa hivi? Hapa tunasoma nahwu, fiqh, tauhid, sira na vinginevyo, hifadhi Qur'ani, tajwid na kadhalika. Wewe umehifadhi Qur'ani juzu ngapi? Nimehifadhi mushaf kamili. Naam? Mushaf kamili. Mashaallah. Msafu wote umelala hapa? Ndio. Wote kabisa? Wenye miguu minne? Ndio. Una miaka mingapi? 18. 18 peke yake. Na umehifadhi hiyo Qur'ani kwa miaka mingapi? 5. Miaka 5 tu peke yake. Mashaallah. Ni kisomo gani ambacho unachokipenda katika madrasa au katika visomo mnavyosoma? Ninachopenda sana, mimi napenda kuhifadhi Qur'ani sana. Naam.
Kitu gani ulichojifunza hapa tangu uanze kusomea hapa? Kitu kipi ambacho ulijifunza hapa kukutana ulipojiunga na madrasa hii? Kitu gani ambacho ulichojifunza kwacho? Nilichojifunza cha kwanza kuona kiongozi alivyotuonyesha kwanza upendo, nikana pitia kusoma mpaka jinsi nilivyomaliza. Na upendo ndio ulifanya mimi mpaka kumaliza Qur'ani alhamdulillah. Umesema umehifadhi Qur'ani yote. Tunataka tuhakikishie, tupe japokuwa aya 2 3 ambazo unazozipendaga ndani ya Qur'ani. Tusikie utamu wa Qur'ani. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. Kama unasikiaga utamu huu, ndio utamu wa Qur'ani. Allah kulipe kila la kheri. Amin. Hii sauti ni ya kwako au umejifunza kwa mtu? Nimejifunza mwenyewe. Umejifunza peke yako? Kuna sauti yoyote ile ambayo unaweza kuisoma ya shekhe mkubwa ambao unamkubali? Shekhe gani ambao katika kusoma Qur'an unamkubali wewe? Ambao unapenda kumsikiliza? Shatir. Shatir. Unaweza kutuonyesha kisomo chake tusikie? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله. Umepatia kweli kweli. Mashaallah, barakallahu fikum. Mwenyezi Mungu akujaze kila la kheri. Naam, hawa ndio wanafunzi wa Madrasatu Al Hikma kama mnavyowaona hapa hivi. Ndio hii Madrasatu Al Hikma.